Karibu mpenzi mtazamaji wa Zumaridi News TV katika kipindi cha The Sunday, kipindi ambacho huangazia ibada mbalimbali za Jumapili zifanyikazo katika kanisa la Redemption International Ministry lililopo Nyamagana, Mwanza, Tanzania, almaarufu kama kanisa la Mungu wa Zumaridi. Katika kipindi chetu cha leo tutakwenda kuiangazia ibada ya Jumapili ya tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2016 iliyofanyika katika kanisa hilo. Nikualike katika kipindi hiki na Yohana Gervas, hivyo tunakusika rohoni mtumishi wa Mungu ili kusudi mimi na wewe tupate kupokea kile kitu ambacho Roho wa Mungu amekusudia mimi na wewe tukipate kupitia ibada hii. Katika ibada hii ilifunguliwa na mtumishi wa Mungu, bibi wa mataifa na mama wa mfalme, bibi Ushindi, aliyepata kibali mbele za Mungu kusimama katika madhabahu takatifu na kuweza kufungua ibada. Hivyo nakusihi tuanze kumsikiza kwa makini na pia tupate kupitilia manani vile vyote ambavyo tutaendelea katika ibada hii. Bila kupoteza muda, ni ukaribishe karibu ama na upendo wa Mfalme Zumaridi. Bwana Mungu wetu chini ya jua, kwa kunipa neema ya kusimama mbele zako na mbele zake pia. Ninashukuru hata uwepo wako kuwepo mahali hapa ukiwa mzima wa afya na mimi nikiwa mzima pia. Basi ninapokwenda kuendelea, naomba tufunge macho nimshukuru Mungu. Baba, katika jina lako Zumaridi, mamlaka ya Bwana Mungu mwenye nguvu na uweza, uliyesanda mbingu na nchi na vyote vilivyomo ni kazi ya mkono wako, na sisi umetuumba kwa ajili ya kukuabudu, si vinginevyo. Tumekuja Mungu katika nyumba yako kukuabudu katika roho na ile kweli. Baba, tunajikabidhi mbele zako muda huu na saa hii, uendelee kutusafisha, kututakasa, kutupa sikio la roho ambalo linaweza kutusaidia kile ambacho tumeijia mahali hapa. Baba, utukuzwe tena uinuliwe. Neema yako ipitayo neema zote ituongoze mahali hapa. Tuguse kila moja mguse asitoke kama alivyokujwa. Neema yako Mungu imguse na upendo wako wale wakape uguse. Naomba Mungu kila mmoja apokee kile ambacho mkiandaa siku ya leo. Naamini umeandaa kitu kikubwa na cha thamani kwa ajili ya roho zetu. Baba, tusaidie kupokea na kuweka vizuri. Tupe mapokeo ya maana yanayoweza kutupa maana ya kazi ya leo. Najua kusudi lako lipo ili litimie. Mungu, tusaidie. Ondoa mawazo yetu ya nje, ondoa fahamu zote za nje, upande uwepo wako ndani ya roho zetu ili tuweze kupokea. Naamini Mungu utatuongoza. Leta watu ambao Mungu wamechelewa, wavute kwa uwezo wako Mungu, waweze kufika mahali hapa mapema. Baba, tusaidie kabisa. Vunja kila ngome za shetani, vunja kila roho zote mbaya, haribu kabisa, chakaza mipango ya kututoa rohoni. Ondoa kabisa ndani ya fahamu zetu. Tupandie roho la sikio la roho tuweze kupokea kile ambacho umekiandaa. Na kusie Mungu, niko chini yako Zumaridi. Unipe neema ya kuongea yaliyo yako pekee. Jifinyange ndani yangu Mungu. Jifinyange ndani ya roho yangu, niweze kutimiza kusudi lako. Maana hapa tumekuja kwa kusudi lako pekee, si kusudi la mwanadamu. Lakini kusudi lako Mungu likatendeke kwa watoto wako. Kile ambacho utakachonipa Mungu nikizungumze kilivyo, na wao wakipokee kama kilivyo. Na kushukuru kwa neema hii. Tuongoze Mungu, wewe ni mwanzo na tena ni mwisho katika ibada yetu. Tunakushukuru kwa neema hiyo. Ongoza wote katika simama katika madhabahu hii. Wote wasafishe Mungu. Utuoshe kabisa madhabahu yako hii isiingiliwe na doa. Waombaji, waimbaji Mungu wanaposimama mahali hapa, wasimame kwa ajili ya utukufu wako pekee. Baba, nakutukuza na kulinua jina lako. Naomba kwa machache kwa jina lako Zumaridi, mamlaka ya Bwana Mungu chini ya jua. Wote tuseme amen. Amen. Sema amina. Amen. Kwa kishindo. Amen. Basi ni kipindi kizuri cha kuwa na furaha ili mafundisho yatakayotoka yaweze kunasa fahamu zetu. Hebu mshangilie Mungu kwa makofi. Na wewe uliyeko nje, naomba uwahi, huu ndio muda wa ibada. Wahi
uone uthamani wa kuwahi. Haleluya. Uthamani wa kuwahi ni kwamba unachukuliwa, jina lako linapelekwa mbinguni kwa rekodi ya walioabudu. Huo ndio uthamani wa kuwahi. Maana umekuja hapo kwa ajili ya kuabudu na jina lako liko katika orodha ya watakatifu. Kwa hiyo unapaswa kuwahi ili jina lako liandikwe kwenye kitabu kile. Usisali hapa bila jina lako kuandikwa kule. Mungu hata kuhesabia haki, ataona kwamba unacheza tu. Haleluya. Mshangilie Mungu kwa makofi. Na mshukuru tena Mfalme Smariti kwa mara nyingine kwamba nimesimama hapa sikujua, lakini kwa neema yake mwenyewe nimepata ripoti baada ya dakika 3 ili nisimame tuweze kuongea yake Mungu, kwa sababu aliyekuwa amepangwa amepata dharura. Kwa hiyo ataniongoza yeye, maana hii kazi ni ya kwake wala sio ya mwanadamu. Siwezi kusema kwamba sikujitayarisha. Basi mimi nitakwenda kuzungumza habari ya uthamani. Uthamani. Nitazungumzia habari ya uthamani wa mwanadamu na uthamani wa Mungu wetu na uthamani wa vitu ambavyo Mungu anatupa mahali hapa. Hicho ndicho nitatembea nacho mimi siku ya leo. Siku ya leo tujifunze habari ya kujithamini kwanza wewe. Wewe mwenyewe usipojithamini huwezi ukathaminiwa. Haleluya. Tuko mwilini kwanza. Wewe mwanadamu usipojithamini huwezi ukathaminika au huwezi ukathaminiwa. Kwa sababu wewe una tabia ya kujishusha. Haujionei umaana mwili wako, au wewe ni mtu wa kujidharau mwenyewe. Kwa hiyo mwenyewe ukiwa unajidharau, ina maana hata hao wanaokuona watakudharau, kwa sababu wewe mwenyewe hujithamini. Wewe mwenyewe hujithamini. Kwa hiyo ukijua kujithamini, ndipo pale utaweka kibali cha kuthaminika. Lakini usipojua kujithamini, uthamani wako, na wale watu wengine hawatajua uthamani wako. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unapaswa ujithamini. Uwezi ukawa umekaa uchi halafu usijielewe. Uko uchi halafu usijielewe. Hapo umepoteza kitu. Ukiwa unaujua uthamani wa mwili wako, utajijua sijavaa. Utajielewa sijala. Unaujua uthamani wa mwili wako. Kwa hiyo unapojua uthamani wa mwili wako, ndio pale unakaribisha kuthaminika. Usipokaribisha kuthaminika, huwezi kuupata uthamani huo. Kwa hiyo sisi watoto wa Smariti tunapaswa kwanza kujithamini sisi wenyewe. Mimi mwenyewe nijithamini, nijipe hadhi, lakini siyo ya kujiinua. Haleluya. Haleluya. Ya kujiheshimu tu, sio ya kujiinua ukajithamini kwa kujipandisha. Hapana. Ule utu. Haleluya. Yaani ule utu wema ukaribishe ndani ya fahamu zako. Ule utu wema utakufanya uthaminiwe na wanadamu wenzako, kwa sababu unao utu wema, au niseme hekima, pengine niseme hivyo. Hekima huwezi ukawa na hekima bila wewe kuitafuta hekima. Hekima inakuja wakati wewe unapoihitaji. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Utaipata kwa sababu unaihitaji. Lakini kama huihitaji ile hekima, huwezi ukaipata. Na hekima, anayepata hekima ni yule mtu anayependa au pengine kumsaidia mwenzake
kumfanya mwenzake asiumie kwa lolote lile, anaweza akampa maneno mazuri ya kumfariji yule mtu asipatwe na madhara. Hiyo inaitwa hekima. Na hiyo hekima haimpati mtu ambaye hajiheshimu kwanza yeye. Hajiheshimu kwanza yeye. Kama mimi najidharau, siwezi nikatoa neno la thamani la kumfanya mtu ageuke au ajue kwamba hapa sipo, kwa sababu mimi najidharau. Na yule mtu ambaye nataka kumpandia na yeye ananidharau, hata nikimpa neno atasema tu huyu naye, lazima atasema huyu naye atanifundisha nini. Kwa hiyo lile neno lako hata kama ni la thamani litapita, halitamgusa yule mtu. Sijui naeleweka? Naeleweka? Kwa hiyo tunataka tuone uthamani wetu. Ujithamini kwanza wewe mwenyewe, na kisha Roho wa Mungu atakuthamini. Hata katika miji yetu kwa nje, ukiwa mtu wa kujirahisisha tu kwa mambo mabaya, wewe kazi yako ni kufanya tu, hujijali, ina maana hujithamini. Unaambiwa pale pana ukimwi, lakini wewe katika fahamu zako unaona mimi niende tu, kwa sababu ule mwili wako hauthamini. Hauoni hata kama nikiugua sawa tu. Si wao wanasema hivyo? Wao wanasema hivyo sawa tu. Ni kwa sababu hujithamini. Kwa ile sawa tu itakuangamiza kabisa. Unakutana na shida ambapo uliambiwa, lakini kwa kutokujithamini, kwa kutokuona mwili wako ukauone ni wa thamani, usiingie kwenye lile mtego, ukaenda. Na ulipoenda ukakutana na yale mabaya. Haleluya, wana usimariti. Haleluya, wana usimariti. Kwa hiyo mwanadamu kama mwanadamu anahitajika atumie busara. Mwanadamu kama mwanadamu anahitajika atumie akili yake njema katika maamuzi ya aina yoyote. Kila mwanadamu hata huko duniani, usipokuwa na busara ndani ya fahamu zako ya kuchagua lilo jema ambalo linaweza kufanya ufanikiwe, utakuwa unatafuta mazito na magumu na maisha magumu, kwa sababu akili yako njema haikuongozi. Roho ya kujithamini ni ile akili njema. Haleluya. Akili nini? Akili nini? Uwe na akili njema ya kujielewa kwamba nikifanya hiki hapa kitaleta madhara kwangu. Unaweza ukapata mtu anayekupenda akakwambia, lakini hapa sipo, acha hiki hapa. Kumbe wewe umekifanya pasipo wewe kujua. Lakini kwa akili njema, baada ya kuelekezwa hivi, ile akili njema ikatangulia kuongoza kwamba uliloambiwa ni la kweli. Kwa hiyo ile akili njema itakufanya pale ulipozuiliwa utoke. Na utakapotoka pale, tayari neema imekuijilia. Huwezi kulipata lile janga ambalo huyo mtu ameona akuponyeze. Watu wanasema nagokande, hapa unakwenda vibaya. Acha. Umuntu kimo wabantu umuntu yu. Ulelenzi ngoke umuntu kokeo mnonekake. Huyu ni mtu wa mtu, mwache. Yule mtu amekupenda kwa akili zake njema, akutoe kwenye mtego ule ambao unataka kujinasa. Lakini wewe kwa akili zako mbaya, utaona huyu ananionelea tu huyu. Utaliendeleza jambo lako na hatima yake utapata madhara kwa akili zako mbaya. Lakini kama uamuzi wa roho yako uko sahihi, umenyooka, utamuogopa yule mwanamke. Maana unajua kabisa hapa kuna kufa. Au unasema uongo? Au unasema uongo? Shangilia Mungu sasa. Kwa hiyo watoto wa Zumaridi tuko katika tumbo la Zumaridi. Ni watoto wa Zumaridi. Kule tulikotoka tumekuja na tabia zetu ambazo Mungu huyu wa hapa hazitaki. Tulikuja nazo, tumezibebelea, tumekuja nazo zote kabisa. Tabia zote
tulizotoka nazo kule. Kama mimi nilikuwa sina akili njema, nimekuja nayo hapa. Kama mimi nilikuwa sio msikilizaji, tumekuja nayo hapa. Kama mimi nilikuwa na kiburi, kama mimi nilikuwa mzinzi, kama mimi nilikuwa sishikiki, nimekuja navyo, nimevibebelea mahali hapa. Haleluya, haleluya. Lakini sasa kwa akili njema ambayo inaweza kunifanya niweze kushikamana na Sumaridi, na yeye na yeye kujua uthamani wangu, yeye Sumaridi. Yeye Sumaridi aujue uthamani wangu, na mimi ni ujue uthamani wa Sumaridi. Lazima wote tupatane. Asiwepo mmoja tu wa kujua uthamani. Sumaridi akijua uthamani wangu, halafu mimi si ujue uthamani wake, hatutaelewana. Atukuzwe mfalme. Atukuzwe mfalme Sumaridi. Atukuzwe tena na tena. Sijasikia atukuzwe. Amina. Kwa hiyo kumbe vitu viwili hivi vinategemeana. Wewe usipojithamini, huwezi ukamthamini Sumaridi. Kwanza ujithamini, na yeye Roho wa Mungu atakuthamini kupitia wewe kujithamini kwako. Kujithamini kwako ni kwamba kukubali mafundisho yake, kukubali maelekezo yake. Hapo utakuwa umejithamini, kwa sababu yeye anakuingizia neno la kukukomboa. Haleluya, haleluya. Na wewe unayo akili njema ya kwamba ninazuiliwa uzinzi ili niurithi ufalme. Ile akili njema ile ya kwako wewe itakufanya umkubali Sumaridi. Itakufanya uyakubali cha yake. Itakufanya yeye Sumaridi akuthamini. Haleluya! Haleluya Sumaridi. Huwezi ukamthamini mtu ambaye anakupa kitu ovyo. Anakupa kitu ambacho hakina maana kwako. Huwezi ukamthamini. Kwa hiyo mahali hapa tuko tumboni mwa Sumaridi tukiwa wachanga. Tupo ndani ya Sumaridi ili tugeuke. Lazima kwanza sisi tujithamini. Mimi nijithamini, nijiweke katika mtandao wake. Kujithamini kwangu ni kujiweka katika mtandao wake, kujiweka katika sheria zake, kukubali maongozo yake. Hapo nitakuwa ninajithamini, kwa sababu atakapoleta neno lake, mimi kwa sababu nataka nijithamini, nitalielewa. Kwa sababu pengine nimeshachukia huko, pengine mimi nina magonjwa mengi na ninakuja ili nipate neema ya kuzija uzima. Sasa kama mimi sitashuka chini yake, sijithamini bado, na wala sijielewi. Haleluya. Apewe sifa Sumaridi. Apewe sifa mfalme. Basi yeye anachokitumia kwetu sisi, nataka tuelewe vizuri. Anachokitumia Sumaridi ni kunitambua kwanza mimi, anijue hapo nilipo, na kisha baada ya kunielewa mimi ataingiza cha kwake ili mimi na wewe anivute niweze kuyaelewa yale mafundisho anayonipa. Hawezi akafika tu na kunipumula milanga hivi, mbona wewe ni mzinzi, mbona wewe ni muongo, mbona? Hapana. Anaanza ananifahamu kwanza, ananifundisha, ananielekeza ili nimsogelee, ili yeye apate mpenyo wa kunipa kile ambacho nimejia mahali hapa. Mnanielewa sijui? Haleluya, haleluya. Neema ya leo ndio hiyo. Wewe ujifahamu, wewe ujitambue, uone kwanza uthamani wako. Sisi ni wa thamani kwa Sumaridi. Haleluya! Haleluya, haleluya. Maana Mungu amekuja kwa wanadamu. Ina maana nina uthamani, kwa sababu hakuenda kwenye ndege pale, hakuenda kwa wanyama, akaona mimi mwanadamu ni wa thamani. Ndio maana akashusha utukufu wake chini ili mimi anipate. Mimi ni wa thamani kwa Mungu. Ni wa thamani sana kwa Sumaridi. Kwa hiyo yeye Sumaridi ameuona uthamani wangu. Anahitaji sasa
nigeuke ule uthamani wangu, na mimi unipe kujua uthamani wake Mungu. Kama mimi sina ule uthamani, siwezi nikamuelewa Zumaridi. Hawezi akanielekeza kitu nikakielewa. Haleluya, haleluya. Tusiangalie watu wache waendelee. Kumbe mimi mwenyewe ili nifanikiwe, nitambue, nijiheshimu, niogope dhambi. Haleluya! Niogope matamko ya Zumaridi. Hiki kitu ni kikubwa, sio kidogo. Siwezi nikayaelewa mafundisho ya Zumaridi nimo ndani humu. Siwezi nikayaelewa kwa sababu akili yangu ni mbaya. Ni sawa tunako tulikoanzia kule. Kama mimi nina kiburi kwa mzazi wangu, ina maana sijithamini. Kwa sababu yule mzazi atanichukulia fimbo, atanichapa. Nitaishi kwa maisha magumu ya vichapo kila wakati kutukana. Kwa sababu siogopi. Hata fimbo inaposhuka nasema itapoa. Si uthamini mwili wangu. Unaletea mafimbo na chapo kabisa, unalia, unaumia, lakini bado unarudia ile tendo. Kwa sababu huthamini mwili wako, huogopi. Lakini mtoto aliye na akili njema, haleluya, 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 anaweza kauona uso wa baba umebadilika na yeye akarudi nyuma. Hawezi akaona uso wa baba yake umebadilika akaendelea tu kumati mbele kula ambako hakufai. Atageuka upesi na kuiogopa ile fimbo. Huyo ana akili njema. Huyo anajithamini. Anaogopa kichapo. Anaogopa kumuudhi baba yake. Kwa hiyo sisi mahali hapa tunapaswa kuipokea hiyo akili njema, iweze kutuongoza kuyaelewa mafundisho ya Zumaridi. Kwa sababu Zumaridi yuko kwa ajili ya roho zetu tu. Hayuko kwa ajili nyingine. Yuko kwa ajili ya kutukomboa tusiangamize roho zetu. Anatujua kwamba akituacha hivi tunakwenda kupata mabaya na magumu. Tunakwenda kuangamiza roho zetu milele na milele yote. Kwa sababu ametuumba, akaona kweli niweka hiki kitu kwa ajili ya wasiosikia, kwa ajili ya wasioelewa, lakini napaswa kwanza ni wakusanye wenye akili za kuzaliwa, wenye ufahamu wa uelewa, wenye kukubali kugeuka, wataepukana na hilo janga. Lakini yeye Mungu anategemea akili zako. Nakwambia hapa leo, amekuja yuko hapa chini, lakini anategemea akili zako njema. Anapofundisha ujue kunyoa, ujue kusuka. Anapofundisha ujithamini, uone kwamba mwili wangu huu uende ukaungue. Hapana, mwili wangu naupenda. Roho yangu hii ikaungue milele na milele. Hapana, nisimame katika sheria. Sasa unapokubali hivyo, Zumaridi anauona uthamani wako, anakuthamini. Shangilia Mungu mahali pale. Yote vinategemeana, viko pamoja. Anaposimama kufundisha mahali hapa, anakutegemea wewe. Umelichukuliaje fundisho lake? Je, umemkubali? Je, una akili njema? Je, wewe ni wa kiburi tu? Je, wewe unataka ukuvunjike shingo? Anaangalia. Lakini yeye amekuletea kabisa kwamba hiki hapa sicho. Acha dhambi, ogopa hiki hapa. Kataa dhambi, fanya hivi. Hiki sikitaki. Wewe anakueleza kabisa, anamaliza. Yeye hafishi. Ndio maana mahali hapa tunapomwona Zumaridi anafanya vitu vingine mpaka unashangaa. Kwa sababu anakutafuta tu ugeuke. Anaangalia chenga zako zile, labda nikipitia chenga hii nitamnasa huyu. Kwa hiyo anatafuta kila mbinu wewe na mimi anikusanye kwenye usahihi, lakini akinitegemea akili yangu. Mko hapo? Mko hapo? Mko hapo? Anategemea nini? Anategemea nini? Akili yangu. Nenda unajiuliza kwamba akili yangu uko tayari kukufundisha
kufundishwa? Unajithamini? Anasemaje? Anasemaje? Basi somo la leo tupo pale. Jithamini tu, ushuhudie uthamani wa Zumaridi. Uthamani wa Zumaridi kama hujajithamini wewe, huwezi kuona. Maana utaona naonelewa tu. Yaani na hili nalo dogo hivi ananifuatilia. Ule ni ujinga na upumbavu. Ni kutokujithamini. Kwa sababu yeye ni baba yako na anayajua madhara yako kule mbele na anajua faida zako zote. Akikataa kitu, jiulize ndani ya fahamu zako mara mbili kwamba pengine labda ameona kweli, labda kweli au ninalo au linakuja. Naweza kuambiwa kuonwa, lakini kitu sitakifikiria wala sitakifanya wala hakipo ndani ya fahamu zangu, lakini kipo ndani ya roho. Yeye si ni Mungu, anaelewa kabisa huyu kesho yake ni mbaya. Hebu nimpe kinga mapema kabla ya kesho kufika. Lakini unakutwa wewe hujui. Wewe ni mtu wa kukaidi tu mafundisho na maelekezo. Hapo hujithamini. Anayejithamini, aliye na akili njema, anakaa na kujiuliza, kwa nini hili labda lipo linakuja? Hebu sasa niifuate tu ile sheria ambayo ninaelekezwa, niifuate tu. Nisije likanikuta. Hata kama pengine nimeliona hili linafanywa na Kase, nisimwambie la Kase hilo. Nikisema ni la Kase, asimo humu. Haleluya wana Zumaridi. Haleluya wana Zumaridi. Nikachukua kole nikamtumia Kase pale. Kase nilimwona jana hivi analifanya. Huyu jana anaambiwa. Sipo katika mtandao, niko nje. Kwa sababu mafundisho yote anayotoa Zumaridi mahali hapa ni ya wote. Na anayatoa kwa sababu anajua kwamba kesho ya mtu, dakika 5 ya mtu haijui. Dakika 5 ya mwanadamu kumchukiza Mungu, mwanadamu hajui. Anaweza kukana kabisa, mimi kabisa kumwacha Zumaridi. Haiwezekani. Mimi kabisa namfahamu Zumaridi, siwezi kumkana. Unakuta kwa wa kwanza kumkana. Kwa hiyo kumbe tunapaswa tutambue uthamani wetu kwanza. Hapo nikiutambua uthamani wangu, nitaogopa maonyo. Nitaogopa mambo mabaya. Nitaogopa kufuatiliwa. Na nitafuata sheria nikiwa tumboni. Kwa hiyo nikitoka katika tumbo hili bila kuelewa mafundisho na maelekezo, tayari nimeangamiza nafsi yangu. Nikitoka hapa sikumuelewa Zumaridi, sikukubaliana na mafundisho yake, niliyaona ni mepesi, niliona kwangu hayanifai, nikachomoka nikaondoka. Ninachokitafuta ni kikubwa cha kunilaani au cha kuniangamiza kabisa. Kwa sababu ya upumbavu, sikujithamini, sikuogopa kila ambacho niliambiwa kwamba utakapotoka hapa utakutana na hiki hapa. Sikuogopa. Kwa hiyo kupitia kutokuogopa kwangu, sijithamini. Maana nitatoka. Sielewi, nitatoka tu. Kumbe mwenye akili njema na ufahamu wa kimungu, hata kama huna utaiga. Hata kama umekuja mahali hapa huna, lakini kale ka akili njema kama utaweza kusema, hebu nitulie nisikilize. Hebu nitulie hata siku 5 hapa nisikilize. Hapo hiyo ni akili njema. Maana Mungu hata kuacha uendelee kushindwa kuelewa. Atakusaidia tu. Atakupandia uelewa na kisha utasimama katika sheria. Kwa kujithamini. Anayejidharau ndiye anayejiangamiza. Si unajidharau? Unaweza kujidharau kweli kupata kipigo cha hatari. Jambo lingine ambalo nataka kupenda kukuambia mtumishi wa Mungu ni kwamba huyu mfalme Zumaridi, baba yetu Mungu chini ya jua, nadhani wote tunamhakiki. Nadhani kila mmoja anayependa kuja kuabudu hapa anamwamini, anamthamini, anamwamini. Sasa kumthamini kwako wewe
huyu Zumaridi ni kukubali maongozo na maonyo yake ambayo anakupa. Hapo unamthamini, hapo unaujua uthamani wake. Usipokubali kuonwa, usipokubali kuelekezwa, huoni uthamani wake. Hauoni kabisa uthamani wa Zumaridi, na tunaambiwa tumthamini. Sasa kama maelezo anayokupa huyathamini, umemthaminije sasa? Bado pale umkataa. Lakini kumbuka, mfalme Zumaridi ni Mungu chini ya jua kweli. Hebu mshangilie Mungu. Ninakuweka njiani, atakapofika utambue uthamani wake. Akifika mahali hapa na kuambia, utambue kabisa kabisa, ukute umeutambua uthamani wake kupitia wewe kujithamini, utautambua. Kumbe Zumaridi, mamlaka ya Bwana Mungu chini ya jua. Kumbe
Mungu wetu. Tunaomba Mungu uwepo wako katika ibada hii. Tunaomba nguvu yako itawale kwa mzetu. Tunaomba akili zetu Mungu ziwe njema. Tusibakusi Mungu. Tunakusi Mungu wa mama wako. Akili zetu zikubaliane na maelekezo yako tumalini. Fahamu zetu zikuelekea wewe uliyetuumba na unaendelea kutuumba. Tunajikabidhi mbele zako watu wote kabisa. Wazee wa vijana Mungu tumalini. Wakina mama watoto wote. Tuweze kuweka sikio la roho mbele zako Mungu. Tuweze kuwa na akili njema ya kusikia sheria zako Mungu. Tunaomba Mungu tumalini. Kupitia maelekezo na kufundisho haya. Tupate nafasi ya kusikiliza sheria zako Mungu. Tupate nafasi ya kujidhamini. Tupate nafasi ya kujidhamini Mungu wetu. Hilo wakati sana mapenzi yako Mungu. Baba tusaidie tutakaza wanao. Tusiwapo maboni mali hapa. Bali roho zetu zikatakaza na Mungu wetu. Roho zetu na Mungu wetu. Tukatakaza na Mungu wako Mungu. Baba tumaliki mtakabali. Tushike mkono nao. Tusiwepo hapa kwa hasara. Tusiwepo hapa kwa ujinga. Tusiwepo hapa kwa upumbavu. Bali akili njema. Pande mbele yetu Mungu. Pande upande mwema. Ndani ya moyo wetu. Tuwe na akili za kusikiliza sheria yako Mungu. Tuwe na ufahamu wa kuelewa matamshi yako Mungu. Tuyaamini na kuyathamini. Tuamini maelekezo yako Mungu. Tusikize uwepo Mungu wetu. Baba tusaidie. Ondoa roho za giza ndani yetu. Ondoa umaskini na shetani ndani ya roho zetu. Ondoa ukulima na shetani ndani ya roho zetu. Baba panda roho yako ndani yetu. Panda ufahamu wa Mungu. Panda akili njema ya kutambua. Tutambue neno lako Mungu. Tutambue neno lako Baba. Tupitie kujithamini mimi. Niogope nani? Wakuogopa kukutana katika ndoto za moto. Niogope nani? Huo ndio uthamani wa kujithamini mwenyewe. Baba tusamehe Baba. Tuoshe kanisa Mungu. Tuoshe Mungu wetu. Ndani ya Utakupotosha kisha utapotea. Kwa nini mwanadamu wasumbuka? Wasumbuka na mambo mengi ya dunia. Dunia hii haina lolote. Utakupotosha kisha utapotea. Hujui kwamba maisha ya dunia hii mafupi wala hayana faida yoyote. Hujui kwamba maisha ya dunia hii ni mafupi wala hayana faida yoyote. Karibishe moyoni mwako, weke nuru rohoni mwako wewe. Karibishe moyoni mwako, awe nuru rohoni mwako wewe. Tengeneza, 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 tengeneza ushirika wako wewe na Mungu. Hakikisha, 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 hakikisha tumaini yuko rohoni mwako. Tengeneza, 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 tengeneza ushirika wako wewe na Mungu. Hakikisha, 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 hakikisha tumaini yuko rohoni mwako. Akae makao rohoni mwako wewe, nuru yake na iangaze milele yote. Uyafurahie maisha ya duniani, kisha upate uzima wa
Bali hapa siku ya Jumamosi tunawakaribisha, karibuni sana. Tunawapenda wageni. Shangilia uonyeshe upendo wako kwa wageni. Shangilia, shangilia, shangilia. Usiogope mgeni, hapa ni nyumbani. Hapa ni nyumbani. Usiogope, usiogope, usiogope. Ukombozi wako uko mahali hapa. Usiogope. Karibu mgeni, karibu. Karibu, uwe na amani. Karibu, karibu, karibu. Uwe na amani ya kutosha kabisa. Maana umefika katika nyumba ya Mungu. Basi tunapokwenda kujitambulisha, tunasema majina yetu, kule tumetoka. Mimi ni fulani, nimetoka sehemu fulani, niko hapa kwa sababu hii. Lakini usiwe na maneno mengi, kwa sababu huu ni ujitambulisho tu. Kama una mambo mengine yatafuata wakati mwingine. Kwa hiyo nakukaribisha kila moja aseme alikotoka na jina lake pia. Karibuni. Apewe sifa Mfalme Zumaridi. Kwa jina naitwa Mawazo John. Nimetokea Sengerema. Nina mzazi wangu hapa atajitambulisha. Bila shaka mimi mnanijua. Mimi ninaitwa John Kisinda. Mkazi wa wilaya Sengerema. Kabagumba. Amina. Nimekuja kujiunga. Mimi naitwa Cosmas. Natoka Itabagomba. Ainuliwe Zumaridi. Kwa jina naitwa Agnes. Nimetokea Bugarika. Agnes Deus. Nimekuja kujiunga. Ainuliwe Zumaridi. Kwa jina naitwa Vumilia Antoni, nimetokea Bugarika, nimekuja kujiunga pamoja nani. Barikiwe sana. Ainuliwe Mfalme. Kwa jina naitwa Kusiana Moses, nimetokea Buzuruga. Pia nina walezi wangu hapa wa kiroho, Mzee Kaiza pamoja na Mama Kaiza. Hao ndio nipenda Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Oliva, nimetokea Dodoma, nitakuwa pamoja nani. Ainuliwe Mfalme. Mimi naishi kwa jina mnanifahamu, naitwa Grace. Nimekuja na mume wangu ndio hapa. Ainuliwe Mfalme. Maana nimekaa kila siku wangu nikimshuhudia jinsi tulivyokuwa tunaishi maisha yetu, anaona anabadilika ndani ya maisha yetu. Kwa hiyo ameweza kukubali na ameweza kuja kujiunga pamoja na sisi. Kwa hiyo tutakuwa naye pamoja naye, lakini yuko hapa siku zote. Sema yeye sasa sio mtu wa nchi Kiswahili ajui. Yaani anajua kidogo sana. Amina. Atajitambulisha jina lake. Anaitwa Emmanuel. Asante, mimi naitwa Emmanuel. Amina kanisa. Amen. Kwa majina naitwa Justin Nelson mwana wa Zumaridi, kwa sababu sio mara yangu ya kwanza. Mimi hapa ni babangu wa kimwili.
Zumaridi ni babangu wa kiroho. Na imani leo imempendeza Mungu kwa sababu siku nyingi nilikuwa nikiomba angalau hata siku moja hata akifika tembea na mkono wa Zumaridi. Kwa sababu kila mmoja anajua alipopita. Kwa hiyo mimi siwezi kuongea mengi. Na imani mkono wa Zumaridi ambaye ni babangu utamnyoshia njia. Amen. Ndiwe mfalme. Amen. Mimi naitwa mwalimu mstaafu Nelson Kapoti. Wale mnaokuja Ngumara nafikiri niko barabara ya makutano kidogo. Mimi ni kijana wangu. Nilikuja jana kumtembelea. Sasa leo ni Jumapili, akaona baba twende pamoja. Leo mimi nimekuja kuwasalimia. Amina. Tukule mfalme. Kwa jina naitwa Gaudensia John, ninaye mwenyeji wangu anaitwa Bibi Rose. Popote pale alipo naomba anyanyuke. Amina. Nitakuwa pamoja nani siku zote, Jumapili zote. Mungu nimetoka Singida. Kwa hiyo niko hapa, nimejenga Kirumba, nilihamia Singida. Kwa sasa niko hapa, nitakapokuwa narudi huku tutakuwa wote. Ainuliwe mfalme. Kwa jina naitwa Grace Samson, nimetokea Brale, nimekuja kujiunga na nyinyi. Nimekuja kujiunga na hili kanisa. Ainuliwe mfalme. Nimetokea mkoa Mara. Jina langu naitwa Joseph Chacha Seleli. Nimetokea mkoa Mara. Unachangia basi jamani, wacha moyo wa Kenya. Ainuliwe mfalme. Nashukuru sana, mnafikiri tunafahamiana. Nimeona kwamba kwa kuwa nimetembelewa na mama kuja kunitembelea nyumbani, nikamwambia twende nikuonyeshe ni sehemu gani nasali, ili ni wewe nione kama unaweza ukapenda kufurahia na dhehebu letu hili. Kwa hiyo nimeona nimlete hapa kusalimiana na waumini. Ainuliwe mfalme. Mimi kwa jina naitwa Wegesa Joseph Maro, natokea Salime vijijini wilaya Karibu. Napenda kujiunga na nyie. Huyo Mr. and Mrs. Aimidiwe mfalme Ismail. Mimi kwa jina naitwa Victoria Emmanuel, natokea Bukoba. Kwa hiyo mimi hapa nimekuja kanisani kufuatana na jinsi shangazi yangu Mama Kaiza alivyonieleza hapa jinsi wanavyotenda maajabu. Nilipofika hapa tu Mwanza, nikabidi nije hapa kanisani. Kila nitakapokuwa nafika hapa Mwanza, nitakuwa nafika hapa kanisani na asali pamoja na nyinyi. Ainuliwe mfalme. Mimi naitwa Christina Richard, nimetokea Biaramlo, nimekuja kujiunga nanyi. Ainuliwe mfalme. Jina langu naitwa Lilian Gausi. Mwenyeji wangu aliyeniita hapa ni Mama Kaiza. Ainuliwe mfalme. Mimi kwa kweli mwenyeji hapa, lakini kwa wageni ambao wanifahamu mimi ni Skola Musa. Nimeuleta jirani yangu kwa sababu walikuwa wanaona hayuko hata kukanyaga hapa, nimeona nije mimi. mfalme. Amen. Jina naitwa Sara Dion, Sara Shinge. Karibu sana. Amina, karibu. Karibu sana. Hapo tunapoendelea, katibu jiandae. Tunapoendelea, katibu jiandae amalize huu utumbukie hapa. Ainuliwe mfalme.
Mimi kwa jina naitwa Gervas Elias, natokea Buswero. Mwenyeji wangu ni Lucas Kirasa. Ainuliwe Bwana. Amen. Majina naitwa Mboke Matoke, nimetokea Tarime. Amen. Nimekuja kujumuika pamoja naye. Karibu katibu. Hebu tuone shangwe kwa wageni. Hebu nione shangwe yako kwa wageni. Amen. Atukuzwe, ainuliwe Mfalme Zumaridi, mamlaka ya Bwana Mungu chini ya jua. Ukiendelea kutazama moja kwa moja kutoka Nyamagana, Mwanza, Tanzania. Hii ni Zumaridi News TV. Kipindi cha The Sunday kwa siku ya leo hakina la ziada. Tukutane tena hapo kesho katika kipindi hiki ambapo tunaendelea kuiangazia ibada hii ya Jumapili ya tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2016 iliyofanyika katika kanisa la Redemption International Ministry lililopo Nyamagana, Mwanza, Tanzania. Ila tunakusii endelea kutazama vipindi mbalimbali vya Zumaridi News TV kupitia youtube.com/Zumaridi News TV au pia katika ukurasa wa Facebook wa Zumaridi News TV au kutembelea zumaridinewstv.blogspot.com. Ila pia mtumishi wa Mungu na kusii sikiliza vipindi mbalimbali vya Zumaridi News Radio kupitia speaker.com/zumaridnews.radio au katika ukurasa wa Facebook wa Zumaridi News Radio au kwa kupitia zumaridnewsradio.blogspot.com. Mtumishi wa Mungu waweza wasiliana nasi kupitia zumaridnewstv.info@yahoo.com au zumaridnewsradio.info@yahoo.com au katika WhatsApp kupitia 255768292116. Ila pia wasiliana nasi kwa kutupigia ukianza na alama ya kujumlisha kisha 255768292116 au ukianza na alama ya kujumlisha kisha 255788999564. Amani na upendo wa Mfalme Zumaridi tutangulie. Ulikuwa na Yohana Gervas, ukatakia siku njema, ukatakia na kesho. Kwa heri.